ataliona. Haleluya. Mwingine Mungu akisema na wewe ni ndoto. Na hata Mungu akisema naye kwa ndoto uelewe amesema nini. Sio kwamba hauna Mungu ndani yako. Maana yake Mungu unatakiwa uongeze kiwango chako cha uaminifu nyumbani mwa Bwana. Unaelewa maana nyumbani mwa Bwana? Mungu akasema Musa ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. You must be faithful in the house of God. In the temple of God. Anasema katika nyumba ya Mungu ni katika mambo yake yote yanayohusu kulijenga kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mwaminifu katika mafundisho, uwe mwaminifu katika maagizo, uwe mwaminifu katika kumtumikia, uwe mwaminifu kwenye ushirika na Roho Mtakatifu, uwe mwaminifu katika mambo yote. Musa alikuwa mwaminifu, na kwa sababu ya uaminifu wake Mungu alimbadilishia namna ya kuongea naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaangalia njia ambazo Mungu anazitumia kuongea na watu. Yes. Andika njia ambazo Mungu anazitumia kuongea na watu. Haleluya. Kuna njia 4. Sasa kila njia nitaidefine leo kwa upana. Kuna njia 4 ambazo Mungu anazitumia kuongea na watu wake. Amina. Njia ya kwanza inaitwa njia maalum. Njia ya pili inaitwa njia ya moja kwa moja. Njia ya tatu inaitwa njia ya kawaida. Njia ya 4 inaitwa njia ya mathibitisho. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Njia ya kwanza inaitwa njia maalum. Njia ya pili inaitwa njia ya moja kwa moja. Njia ya tatu inaitwa njia ya kawaida. Njia ya 4 inaitwa njia ya kuthibitisha. Sasa tuanze kuangalia njia ya kwanza. Njia maalum ndio ikoje? Njia maalum. Njia maalum ya Mungu kusema na mwanadamu leo hii ni njia ya neno lake lililoandikwa, yani Biblia takatifu. Naudia tena. Njia maalum ya Mungu kusema na wanadamu leo ni njia ya neno lake lililoandikwa, yani Biblia takatifu. Hii inaitwa njia maalum, special way. Hii ni njia very special. Ni very special, very special. Ni njia maalum sana. Kwa hiyo kama leo hii unataka kujua Mungu anasema nini kuhusu maisha yako, read the Bible. Usiwe mvivu wa kusoma Biblia. Amen. Yaani hii ndo njia maalum, na ndio njia ya kwanza ambayo yeyote ambaye kweli ana kiu ya kumsikia Mungu sauti yake lazima awe na bidii ya kusoma Biblia. Amen. Kuna siku mimi nilikuwa kwenye maombi. Nikamuuliza Baba, nikasema Mungu, hivi unanionaje mbele zako? Yaani unanichukuliaje? Unanionaje mbele zako? Nilipokuwa ninaomba nikaona maono, viganja vya mkono vimeshika Biblia. Viganja vya nini? Vya mkono vimeshika nini? Biblia. Ila vimeishika Biblia, vimeigawa katikati. Huku Agano Jipya, huku Agano la Kale. Alafu vikaichana ile Biblia, ikagawa Agano Jipya likaenda huku Agano la Kale. Akanipa Agano Jipya. Akasema chukua daftari la biki, anza kusoma kuanzia Mathayo sura ya kwanza hadi Ufunuo sura ya mwisho. Utakapokuwa unasoma, Biblia ni kioo chako. Utakuwa unajiangalia. Kwa nikifika mahali pameandika samehe, nagundua Roho Mtakatifu ananiambia haujamsamehe fulani. Amina. Mimi nasoma Biblia, nafika mahali sasa nasema hivi, unapofika madhabahuni kwa Bwana kutoa sadaka, ikiwapo una neno juu ya mtu, nenda kaombe toba. Amina. Na sasa kila msimamapo kusali, sameheni. Si ndio? Sasa mnasoma andiko, nasikia Mungu anasema kuna fulani hujamsamehe. Na ni kweli kabisa kuna mtu nilikuwa sijamsamehe. Nasikia vizuri? Kwa nini mimi nilikuwa mtu mwenye visasi sana. Yaani mtu akinifanyia kitu nitahakikisha na wewe umelipa. Unanisikia vizuri? Yaani nitakutafuta kwa namna yoyote. Haleluya. Kwa namna yoyote nitakutafuta mpaka nikulipize ulichonifanyia. Sasa kuna mtu ambaye alinifanyaga kitu kabla sijaokoka. Na nimeshaokoka lakini bado iko wapi? Yaani nikimuona basi tu ni Mungu amesema msigombane. Ila nimeokoka naenda kanisani, ila nikimuona ninamtamani nimzibue ngumi moja ya jicho. Haleluya. Yaani mpaka kuna mtu
niliapa nikasema, ninaapa huyu mtu haji kufa kwa ugonjwa, atakufa kwa mikono